Bwana, kama ambavyo tunafahamu hii leo ni Mzizima Derby. Hapa tunazungumzia Azam FC dhidi ya Simba kwenye dimba la Azam Complex, moja ya mechi ambayo inakuwa na utashi kweli kweli, hasa kutokana na timu namna ambavyo zimekuwa bora ndani ya msimu huu. Hapa tunasema kwamba inakutana timu ya nafasi ya pili, lakini pia na ile ambayo iko nafasi ya tatu. Kwa hiyo ni lazima mechi iwe nzuri na yenye ubora wa hali ya juu. Simba tayari wameshaandaa jeshi lake ambalo kwa upande wa mwalimu Steve Becker anaamini kwamba watakwenda kumpa alama tatu, na hapa ninakwenda kuangazia moja kwa moja kikosi cha Simba dhidi ya Azam FC kwa siku hii leo. Lakini kabla sijakwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikiombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa langoni, kama kawaida, Jibril Kasali anarejea baada ya mchezo uliopita kukosekana. Hatimaye hii leo kwa upande wa mwalimu, baada ya kumuona yuko fiti kwa 100%, basi ameweza kumpa nafasi ndani ya kikosi cha kwanza. Tunafahamu kwa upande wa Kasali jukumu lake kubwa katika mchezo huu ni kutokana na kile ambacho tunasema kwamba kuwa mstari wa mwisho wa ulinzi, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa kupiga pasi ndefu, lakini pia kuwa makini zaidi kwenye mipira ya juu, hasa ambayo kwa upande wa Azam wamekuwa wakitumia mara kwa mara, kwa maana Azam wamekuwa wakitumia zaidi wale mawinga wao pembeni. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni ambaye tunafahamu watakuwa na shughuli kweli kweli ni yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ni beki mwenye uzoefu mkubwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara, kasi kubwa, lakini pia uwezo wa kupanda na kushambulia. Kwa upande wa mwalimu Steve Becker atakuwa kimhitaji zaidi kwa upande wa Kapombe kupanda mara nyingi kusaidia mashambulizi, hasa kwenye upande huo wa kulia, lakini pia kushirikiana na winga ambaye atakuwa anatengeneza ile overlap, lakini pia kurudi kwa haraka na kulinda wakati ambao Azam wanafanya counter attack. Lakini pia Nixon Kibabage yupo kwenye upande wa beki pembeni kushoto. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na nidhamu ya ulinzi, lakini pia sifa yake kubwa ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kupiga cross, lakini pia na stamina nzuri zaidi ndani ya msimu huu kama ambavyo tumeweza kutazama. Lakini kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama beki ambaye anasawazisha upande huo wa kushoto, lakini pia mchezaji ambaye atakuwa akisaidia mashambulizi, lakini akiwa makini zaidi kwenye upande wa kulinda. Wakati huo pia mabeki wa katikati yupo Ismail Ture. Kwa upande wa Ismail Ture tunafahamu ni beki mwenye mwili mkubwa na uwezo mzuri pia kupambana kwenye mipira aina yote. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia zaidi kupunguza hatari, lakini pia kupambana na mashambulizi Azam kimwili, lakini pia kusafisha mipira ya hatari ndani ya box. Wakati huo pia Rashid Raka atasimama moja kwa moja kwenye upande huu akisaidiana na Ismail Ture. Hapo beki inakuwa imesimama kweli kweli, beki ambaye kwa upande wa Lashini tunafahamu ana uzoefu mkubwa, ameweza kuonyesha ubora wake ndani ya msimu huu. Sifa zake zaidi amekuwa anajiposition vizuri zaidi, lakini pia ni mtulivu, lakini pia anaweza kuanza mashambulizi kutokea nyuma. Lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama kiongozi kwenye eneo la safi ya ulinzi. Lakini pia kwenye eneo la viungo hii leo amefanya mabadiliko kidogo kutokana na kile ambacho kikosi kilichoanza kwenye mechi iliyopita. Leo wako viungo wawili wa chini, ambapo Yusuf Kagoma ambaye tunafahamu amekuwa akifanya kazi kubwa ya kulinda timu. Majukumu yake makubwa itakuwa ni kulinda mabeki, lakini pia kutoa pasi rahisi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama kiungo ambaye atakuwa akilinda zaidi wale walinzi wa nyuma ili mipira isiwafikie. Wakati huo pia Rasane Kante yupo kwenye eneo hilo akisaidiana na Kagoma. Kante tunafahamu ni kiungo mwenye nguvu na uwezo wa kubadilisha mchezo kwa haraka, nguvu ya kupora mipira, uwezo wa kusukuma timu mbele, lakini pia kupiga pasi mbele za haraka zaidi. Lakini pia kiungo mshambuliaji moja kwa moja yupo Kratos Chota Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye ameonyesha utulivu wa hali ya juu na ubora wa hali ya juu. Kwa upande tunafahamu ubunifu wake, pasi za mwisho. Kwa upande wa mwalimu atakuwa kimhitaji zaidi kutengeneza mabao kwenye mechi hii, kwa sababu kutokana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Winga pembeni kulia yupo Libas Geye. Kwa upande wa Libas Geye tunafahamu ni winga ambaye amekuwa na kasi, kutumia kasi kuvunja ulinzi, lakini pia kupiga crossi, kuvuruga mabeki wa Azam upande wa kulia. Hicho ndicho kitu pekee ambacho atakuwa akifanya zaidi. Lakini pia kushoto yupo Anset Oura. Kwa upande wa Anset Oura tunafahamu ni mchezaji ambaye yupo kwenye ubora wa hali ya juu. Ukimwangalia Anset namna ambavyo anacheza, unafahamu kabisa kwamba hapa Simba walitazama hiki ni kifaa kutokana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Selemani Mwalimu ndio mshambuliaji wa mwisho kwenye mechi ya hii leo. Kwa upande wa Selemani tunafahamu ndio mtu wa mwisho ambaye amekuwa na majukumu mazuri zaidi ya kumalizia. Hiyo ndio striker tunasema kwamba atakuwa akiwapa Simba matokeo, yani ile nafasi ambayo atakuwa akipata basi mabao yatatokea kwa